Na kabla hujaendelea mkurugenzi, inaonekana katika chuo chenu mnatoa kozi hakika zilizo za kupendeza. Kwa maana wakati namsikiliza mwalimu hapo, nimemsikia akizungumza vizuri kabisa kwamba katika sekta ya umeme kwamba licha kwamba wanafunzi bado wanaendelea kusoma, lakini tayari wana uwezo ambao wanaweza wakahitajika katika jamii na wakaenda kufanya kazi za wiring pamoja na vitu mbalimbali katika sekta nzima ya umeme. Vipi kwa kozi zingine mbali na umeme? Je, mwanafunzi anaweza akaendelea kuwa anasoma kwa mfano let's say kwa mfano udereva. Kwamba baada ya JTM lakini bado ana uwezo tayari wa kuweza kucontrol gari. Je, hiyo na kwa kozi nyingine inawezekana? Nashukuru. Kozi ziko nyingi kama tulizozitaja, lakini tumechagua kozi mbili ambazo tumezipa kipaumbele kwa sasa ili wanafunzi, kwa sababu tuna uhakika wa wanafunzi kwa sasa ambao wameshafanya vizuri zaidi, lakini pia na zingine wanafanya vizuri. Sasa hizi tumechagua kwa sababu tuna uwezo nazo, ambao ni mfumo wa uchomeleaji. Ndio. Uchomeleaji tumetoa nafasi ya mtu anaweza kaleta tenda yake. Anataka vitanda, tengenezo vitanda, mageti, milango, madirisha, meza, vyote. Kwa hiyo tumejiandaa, lakini pia tuna uwezo navyo control na tukafanya vizuri. Kwa hiyo tunao walimu wazuri ambao tunao, na mmoja wa walimu na ni tuko naye hapa. Kwa hiyo hao tunafanya vizuri hapo, na tunatoa nafasi watu watupigie simu kwa namba tulizozitaja ili waweze kutuletea tenda hizo. Lakini pia tumeenda zaidi mpaka na kwenye umeme. Kwenye umeme napo, kama kuna watu wanajenga, inawezekana kuna watu wanajenga nyumba zao, wanataka wafungiwe wiring na vitu vingine. Kwa kweli sisi tumejipanga kwenye umeme. Tunao walimu wazuri na wanafunzi ambao wameshahitimu mwaka mzima tunao pale. Kwa hiyo ni kama sehemu ya wao waendelee kujiimarisha pamoja na mwalimu, na mwalimu wanakuwepo. Kwa hiyo tunafunga labda umeme wakatika na kadhalika, wako vizuri hao vijana. Kwa hiyo ndio nafasi ambayo tumeitoa kwa swala la umeme na kwa swala la uchomeleaji. Na vingine kadri tukavyoendelea kufanya zaidi, tutatengeneza mifumo mbalimbali. Lakini pia labda nilikuwa naongea na mwalimu hapa, ananiambia hata kwenye mabomba pia tunaweza tukalifanyia kazi hilo, kwa sababu mwalimu yuko vizuri, lakini pia wanafunzi wako vizuri. Kama kuna mtu ambaye labda anataka kutengenezewa bomba lake limeharibika au kuna tatizo kwenye bomba, na yenyewe tunatoa nafasi kwa mfumo wa maji mzima, na mambo yote yanakaa vizuri. Kwa niombe kwa wale ambao watahitaji wapige watume message 0657 966508 0657 966508. Lakini pia kwa wale ambao wanatusikiliza, ambao sasa inawezekana hawako home studio lakini wanatusikiliza, mimi kama mkurugenzi, mmoja wa wakurugenzi, tulitengeneza impact moja ya kuwawezesha wale wanaotusikiliza ambao aidha hawataki ufundi lakini wanaweza kujiendeleza kijasiriamali zaidi. Kwa hiyo tuna ofisi ambayo inauza vitu mbalimbali ambavyo sasa tumeona ni vizuri tuwaeleze. Tunauza vitu mbalimbali, lakini pia hususan ni maarifa. Kwa hiyo tunauza maarifa, na maarifa hayo tuna kitu kimoja ambacho tunakiuza hapa ni CD. Tunazo CD za Eric Shigongo. Eric Shigongo, hizi ni CD moja ya Eric Shigongo ambayo sasa tunaiuza kwenye ukija chuoni kwetu unaipata, lakini pia hata ukija kwenye duka letu ambalo ukiuliza tunataka CD ya Shigongo au kitabu au kitu chochote kinachohusiana na makala za Shigongo utapata kwenye duka letu ambalo linaitwa Katonda Hardware. Kwa hiyo lile ni duka letu rasmi ambalo mimi ni mmoja wa wakurugenzi, lakini pia kuna kitabu kimoja ambacho mimi nimekiandika mwenyewe kama mkurugenzi ambacho kinaitwa Siri za Mafanikio, Maisha na Utajiri. Nimeandika mimi mwenyewe. Kwa hiyo ukikihitaji, ukija chuoni utakipata. Lakini pia ukija Katonda Hardware napo utakipata kwa wale ambao wako Kahama hapa kwenye manispaa yetu. Kwa hiyo ni kitabu hiki kinapatikana na ni bei nzuri sana. Kitabu hiki tunakuuza shilingi 5,000. Unapata maarifa na uwezo. Sasa hii nimeona itoe nafasi. Lakini pia nina kitabu ambacho ni cha mmoja wa wakurugenzi wa chuo ambacho anaitwa James Mwangamba. Na amekiandika mwenyewe. Ameandika hii anacho kitabu, lakini hapa nimekuja ipo CD na vitabu vipo na makala zake. Anaitwa James Mwangamba. Ni mmoja wa wakurugenzi ambaye tuko naye kwenye hicho chuo.
Na katika wale ambao sasa wanajiandaa kuja kusoma fani fani na vitu mbalimbali, ni moja ya mtu ambaye anaungana na afisa mahusiano kwa ajili ya kuhakikisha tunawatafutia kazi za kufanya baada ya kuwa wamesoma. Kwa hiyo wewe ambaye unategemea kuja kusoma kwenye chuo chetu, usihofu kwa yale ambayo tunayafanya kwenye chuo chetu. Tunao watu hivi, vitabu viwili, cha kwangu cha Kishigongo pamoja na James Mng'amba, ni watu ambao ni tumekuwa nao. Kwa hiyo hata mimi haya maarifa nimeyapata kwake, na ni moja ya watu ambao wanatusupport kwenye kazi zetu. Kwa hiyo mimi niombe wewe ambao unatusikiliza, tunakukaribisha sana kwenye chuo chetu cha St. Marcus Open School. Utapata maarifa tena zaidi ya maarifa, na kama ambavyo mnatusikiliza kwamba tumejipanga kwa sababu tunataka kuhakikisha tunawawezesha vijana wetu na kila mmoja kwa ujumla. Chuo chetu hakichagui elimu. Wewe kama ni darasa la 7 na una nafasi ya kuja kusoma kwenye chuo chetu, kina nafasi, njoo. Walimu wako hapa, kila kitu kipo. Kwa hiyo njoo, tunachukua kwanza darasa la 7 mpaka na kuendelea. Hata kama wewe ni mzee unataka usome ili uache historia kwenye uzee wako, tunakukaribisha kwenye chuo chetu cha St. Marcus Open School ambacho kiko Kahama. Kwa hiyo namba za simu unaweza kutuma message ni 0657 966508, 0657 966508. Lakini pia unaweza ukapiga simu na ukapokelewa na viongozi wa chuo 0762189666, 0762189666. Lakini pia unaweza kupiga ni 0622422090, 0622422090. Hizi namba ukipiga utapokelewa. Nadhani nitampa nafasi sasa mmoja wa walimu hapa waendelee kuzungumza yale tunayoyafanya au tunayokusudia kuyafanya. Lengo kubwa, tunawajenga Watanzania, tunajenga Kahama yetu, tunajenga Tanzania ya viwanda ni pamoja na ufundi. Ningependa kurudi katika swali alilouliza brother pale kwamba katika fani tu ya udereva na penyewe mwanafunzi anaweza kwamba akawa na uwezo kabla hajahitimu, akawa na uwezo wa kuendesha gari. Nimeongelea katika hizi fani ambazo tumezihusisha katika masuala, yani tunaongelea katika fani za engineering and construction, yani masuala ya ujenzi, hasa katika fani kama WF, bomba pia na umeme. Mimi mwenyewe bado sijasoma kuendesha gari. Kwa hiyo siwezi jua kwamba mtu anaweza akawa hajahitimu pia akajua kuendesha gari. Hapana. Nimeongelea katika fani ya bomba sababu tuna train wanafunzi pia kabla tujawaruhusu kwenda mtaani. Tunaanza nao na practical za ndani ya chuo. Na wanafanya practical nyingi. Hasa ukija katika fani ya WF wanafanya practical sababu moja kati ya vitu paka sasa hivi tunavyoendelea, nimetoka chuoni nimeacha, ni kazi kubwa inaendelea. Wana ujenzi pale wa kutengeneza vitanda. Hiyo ni mradi wa kutengeneza vitanda ambavyo ni watu wa nje wamekuja baada ya kusikia matangazo haya katika siku zilizokuwa zinaendelea hizo za nyuma, wamepata matangazo haya na wameleta bidhaa zao kwa ajili ya kutengenezewa. Kwa hiyo hata sasa hivi wako wanaendelea na kazi. Pia katika swala la kiumeme tunapokea hizi tenda sababu tuna wanafunzi ambao tayari wameshahitimu ni mwaka mzima, yani wameshatoka katika umeme wa majumba. Umeona, sasa hivi wako wanaendelea na umeme wa ngazi ya juu, tena masuala ya 3 phase na nini wako wanaendelea nayo. Kwa hiyo wale tunawatumia kama zao la chuo kuweza kukitangaza chuo, na wanafanya kazi nzuri, ni kazi ya kuaminika na kazi yenye usahihi kabisa. Pia katika swala la bomba, mimi mwenyewe ndo muasisi mkubwa wa fani ya mabomba. Kwa hiyo vyovyote vile kazi inaenda ni vizuri na inafanyika vizuri. Yaani mimi ningependa tu kukuambia wewe ulioko huko nyumbani ambaye unatusikiliza sasa hivi kupitia 93.3 kwamba hebu jaribu kutupigia simu. Tupigie simu utuulize kitu chochote, au tuma ujumbe kuuliza jambo lolote ambalo linakupa utata katika swala la hizi fani, labda fani fulani inahitaji kitu fulani na nini. Pia uliza swali lolote utapata majibu, na pia uwe ni mwepesi kujiongea kuja kujiunga na chuo. Sababu
Maisha sasa hivi yanaenda na fani. Huwezi kukaa mtaani tu hauna fani. Ndio maana nikasema uwe ni fundi bot, uwe ni mwendesha pikipiki, uwe ni mwendesha bajaji, yani ni vyema ukawa na fani. Maisha yanaangukia popote pale. Maisha yanaangukia popote pale. Yani cha msingi ni kuwa na kitu ambacho sio ulisi, ni cha kwako mwenyewe. Kiwe ni chako mwenyewe. Bana, mimi ningependa kusema kwamba sina mengi ya kuzungumza, labda tungesubiria kuona ujumbe wako wewe msikilizaji huko, kuuliza maswali na tukakupatia majibu. Nirudi kwa wanafunzi. Wanafunzi wetu kama nilivyoweza awali kwamba kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi ambao tunawapokea, wakiwemo ya chuoni moja kwa moja, lakini pia kuna wale ambao wanatoka nyumbani wanakuja chuoni, wanajiunga na wenzao saa 2 mpaka saa 8, lakini pia kuna wale ambao wanasomea nyumbani, majumbani mwao, wanakuja kupata masomo pale, wanakwenda kujifunza nyumbani, kujisomea nyumbani, lakini baadaye wanakuja siku ya mafunzo ya vitendo. Lakini pia kuna watu ambao, kuna kundi ambalo tusahau kueleza hapa. Kuna kundi ambalo lina ujuzi tayari kwamba ni fundi bomba, ni fundi rangi, ni fundi ujenzi, lakini changamoto anakuwa hana cheti kinachomtambulisha kuwa yeye ni mtaalamu ama ni mbobezi wa jambo hilo. Kwa sisi kama chuo tunapokea wanafunzi hao, na wapo ambao tunawasajili, lakini tunawafanyia kama interview. Baada ya kujua mapungufu yake kwenye fani hiyo, tunamuongezea kwa ajili ya kuwa na sifa ya kufanya mtihani. Kwa hiyo tunamsaidia kumuongezea baadhi ya maarifa ambayo anakuwa yamepungua kwake, lakini pia tunamuunganisha ama tunamsajili kwa ajili ya kufanya mtihani wa wizara, ili aweze kupata sifa ya kupata cheti. Kwa hiyo kundi hilo pia wanaruhusiwa kuja chuoni pale St. Marcus kwa ajili ya kupata maelezo zaidi namna gani anaweza akapata cheti kwa ajili ya kumtambulisha kuwa ni mbobezi wa jambo hilo kupitia cheti ambacho kinatolewa wizarani. Kwa hiyo pia na hiyo kundi tunalipokea. Lakini pia wanafunzi wetu, tofauti na mafunzo ya vitendo chuoni, lakini pia kuna fani ambazo tunawapeleka viwandani. Kwa mfano fundi umeme, fani ya umeme, lakini pia mafundi wa kuchomelea, pia mafundi wa bomba, pia na wao tunaunganisha kwenye taasisi mbalimbali zinazoshughulika na kazi hiyo. Lakini pia kwa mafundi umeme na uchomeleaji, pia tunawapeleka viwandani kwa ajili ya field zaidi, kwa ajili ya kukutana na changamoto, lakini pia kukutana na mafundi wa aina mbalimbali kujifunza zaidi. Kwa hiyo, lakini pia baada ya kuhitimu sisi kama chuo bado tuna kazi kubwa moja ya kuwaunganisha na taasisi kwa ajili ya ajira, taasisi mbalimbali, viwanda na wadau binafsi, lakini pia kwa kuwaunganisha peke yake, lakini pia kuwaonyesha fursa mbalimbali. Na ndio maana kuna maelezo yametupita hapa alisema kwamba kuna somo la ujasiriamali. Hili somo ni kwa ajili ya kumpa dira na kumpa mwelekeo namna gani atakapotaka kujiajiri, ili aweze kufanikiwa, atumie njia gani ama atumie mfumo gani ili aweze kutangaza shughuli yake, lakini pia kutangaza kazi yake. Kwa hiyo hizo kazi ama majukumu hayo ama huduma hiyo inatolewa pale chuoni. Lakini pia kuna habari njema ambayo hivi karibuni nimeitangaza, jana nimeisema. Hivi juzi alikwenda Mheshimiwa Rais kusaini mkataba wa ujenzi wa bomba, lakini pia juzi waziri naye amesema kwamba mradi huu unaanza haraka iwezekanavyo. Sasa nataka niwaambie wanakama wenzangu na maeneo jirani kwamba sisi tuna bahati kubwa ya kupitiwa na mradi huu mkubwa. Lakini bahati peke yake haiwezi kuwa bahati kwetu kama hatuna sifa. Tunaweza kuwa na ujuzi mzuri lakini hatuna geti. Lakini pia ni wakazi na tuna sifa ya kufanya kazi. Lakini kazi hii inaweza kuwa kwetu haina faida yoyote kwa sababu hatuna sifa ya kushiriki kwenye ujenzi huu, kwa sababu hatuna fani, hatuna vyeti. Unaweza kuwa na fani lakini hauna cheti. Kwa hiyo sisi kama St. Marcus tumeona kwamba ni fursa hii sasa tukupe wewe kama mwananchi ambaye unazunguka eneo hili, lakini pia na viunga vyake, basi ujiandae mapema ili uje ufaidika na mradi huu wa bomba, mradi mkubwa wa bomba. Sasa unafaidikaje? Lazima uje chuoni, tuweze kukufundisha na uweze kuchagua fani ambayo unapenda uingie nayo kwenye mradi huu na ujifunze, na baadaye utapewa cheti
Cheti hicho ni kwa ajili ya kukutambulisha ujuzi ambao umeusomea, lakini pia utakuwa na sifa ya kufanya kazi hii ya mradi huu wa bomba. Lakini kwa wale ambao wenye ujuzi, kama nilivyosema, nirudie tena, wenye ujuzi ambao tayari, kwa mfano fundi rangi tayari ana ujuzi, lakini pia ni fundi chomeleaji, ni fundi mzuri, lakini unaweza usipate nafasi hii ya kushiriki kwenye ujenzi wa mradi wa bomba kwa sababu huna cheti. Lakini St. Marcus inatoa huduma kwa kundi hili kwa gharama nafuu sana. Wewe fika chuoni, tutazungumza kirafiki, tutazungumza kindugu, tuone namna gani ya kukusaidia uweze kushiriki kwenye mradi huu kwa kupata cheti ambacho kinatolewa wizarani, ambacho sasa kitakupa nafasi sasa ya kuingia kwenye ajira hii ambayo tunatarajia hivi karibuni mradi huu kuanza.